Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi Ali ameongoza dua maalum na kumwombea Khamisi Ali Abdallah, Mtanzania ambaye alifariki dunia Mei 20, 2026 akiwa katika mji mtakatifu wa Makkah nchini Saudi Arabia alipokwenda kutimiza ibada ya hija. Khamisi alifariki dunia ghafla baada ya kuugua kwa muda mfupi akiwa nchini humo, ambapo mwili wake umeswaliwa na kuzikwa katika makaburi ya Makkah jana tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Sheikh Zuberi amesema kifo hicho ni alama njema na yenye heshima kubwa kwa muumini aliyekuwa katika ibada ya hija, ambapo mtu huyo alikuwa mkazi wa Chake Chake Pemba kabla ya kukutwa na umauti. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Allahumma naqqihi min khataaya kama naqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Islam, ndugu zetu mahujaji mliokuja katika mji mtukufu wa Makkah, haramu ya Makkah na haramu ya Madina kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kukamilisha ibada yetu kwa salama na kwa amani. Lakini hii ni taarifa inayowahusu nyinyi na inayowahusu watu wote kule nyumbani Tanzania juu ya msiba uliotokea hapa Makkah wa ndugu yetu Alhaj Khamisi Ali Abdallah kutoka Chake Chake Pemba, ambaye amekuja na taasisi ya Arafat. Ndugu yetu Khamisi Ali Abdallah amefariki dunia tarehe 20 mwezi wa 5 2026. Tumeweza kumzika tarehe hii tarehe 21 mwezi wa 5 2026 katika makaburi yaliyoko hapa Makkah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya ni katika makadirio aliyokadiria Mwenyezi Mungu na katika mpango wake Mwenyezi Mungu kumtaka mwenzetu Alhaji Khamisi Ali Abdallah kuweza kuja kuzikwa katika ardhi tukufu ya Makkah. Na Mtume sallam ana maneno yake marefu, Kiswahili chake kwa ufupi anasema anayeweza kufia katika miji mitukufu ya Makkah na Madina na afanye hivyo, yani yule ambaye anaweza kutekeleza ibada zake katika miji hii miwili na akakutwa na kifo katika miji hii, basi huyo amepata sharafu na utukufu mkubwa. Mwenyezi Mungu amghufirie ndugu yetu na amrehemu. Mimi ni Bakari Chijumba.